Msimamo umeonekana kuwa uko pale pale kwa mama wa Kenya, lakini pia na baadhi ya kundi la Gen Z ambao pia wameendelea kuzungumza kwamba wote ambao wanaopatikana kwenye nchi ya Kenya, yani kwa Watanzania wanaofanya kazi na kujishughulisha na mambo yoyote, manake na wao pia inabidi wafanyiwe kile walichofanyiwa wa Kenya katika nchi ya Tanzania. Nafikiri ni swala ambalo haliwezi kujenga, zaidi linaendelea kubomoa. Nafikiri ni uchochezi ambao umeweza kufanyika katika vyombo vya habari vya Kenya, lakini pia na hata kwa baadhi wa Kenya wakijaribu kuzungumza kwa ukali, kwa ubaya na chuki ambazo sasa hivi zinaonekana kuwa ziko wazi. Na hiyo nafikiri haiwezi kuwa ni katika nia nzuri, kwa sababu mpaka sasa hivi hofu zimeendelea kutanda sana kwa wale wa Tanzania wetu waliopo kwenye nchi ya Kenya. Kwa hiyo tunazidi kuwaombea kwamba kama kuna uwezekano wa Watanzania hao kama watakamatwa na kurudishwa katika nchi ya Tanzania, manake ni kuwaombea tu waweze kurudi salama, kwa sababu tayari bifu limeonekana kuwa limenoga na limekolea. Yani sasa hivi unaambiwa Mkenya atakapomuona Mtanzania yoyote ni lazima ataweza kumchukia, yani aidha tena wakiwa kwenye nchi yao, manake hapo tayari imeshaonekana kabisa kwamba sio jambo ambalo linaweza likawafanya pia Wakenya waendelee kustahimili. Na kama unavyojua hulka za Wakenya, tabia zao na akili zao, sidhani kama kuna Mkenya yote ambaye atakayeweza kumuona Mtanzania na akawa anacheka naye vizuri. Kwa hiyo ni lazima itatafutwa sababu yoyote tu ili mradi Mtanzania anayefanya kazi Kenya, manake tayari atakuwa yuko under na atakuwa grounded kwa changamoto yoyote inayoweza kumkumba. Kwa hiyo ni kuangalia jeshi la polisi la Kenya lina handle vipi na kutuliza ghasia hizo na kuwatuliza wasiweze kuingia kwenye uchochezi mkubwa na taharuki za kuwafanya Watanzania wanaofanya kazi katika nchi ya Kenya waweze kuwa kwenye pressure kubwa ambayo inaweza kaletea changamoto. Kwa hiyo ni taarifa tulionayo na sakata ambalo limeonekana kabisa kwamba limeshikiliwa na msimamo mkali kutoka kwa Wakenya, kwamba wanachokihitaji na wanachokitaka ni kwamba Watanzania wanafanya kazi, manake wajipange na wajiandae muda wote na saa yote. Yani manake wakisikia kungolewa na kufukuzwa, manake inabidi wawe attention kabisa kurudi katika nchi yao, lakini sio kuendelea kubakia katika nchi ya Kenya. Ni heri Wakenya kubakia kwao na Tanzania tukabakia kwetu. Ndio jambo ambalo sasa hivi limeonekana kuendelea kulindima katika mitandao ya kijamii. Hii ni Hatuboy Media, cha msingi tukutane kwenye comment.